Naitwa Grace Paulo Padile, ni mzaliwa wa kijiji hiki cha Nyankomango. Lengo sasa la kufungua shule hii, tulikaa kama kijiji cha Nyankomango, basi kwa ajili ya adha ambayo tulikuwa tunaipata, watoto wetu wanagongwa. Naona watoto wanavuka barabara, wanapata ajali njiani, inakuwa ni shida sisi kwa wananchi. Baada ya hapo kukaa sasa hivi vitongoji pamoja na hiki kijiji, tukaamua tushike nguvu ya wananchi kujichangisha kwenye mamiji, kujichangisha ili kuanza huu ujenzi. Tunaiomba serikali itusaidie kwa sababu kwa ajili tumeanzisha huu ujenzi wa msingi. Tunaomba serikali itusaidie ili kuweza kuhitimisha hii kazi ili watoto wetu wasipate adha tena. Naitwa Hassan Swaleh Athmani. Kwa kweli leo tumeamua kama wananchi wa kitongoji cha Nyamatoke kuja kuanzisha uchimbaji wa msingi kwa ajili ya shule ya msingi. Hii imetokana na kwa sababu ya adha ambayo inatokana na watoto kuvuka barabara kwenda upande wa pili. Hii ikabidi wananchi tukubaliane kwamba leo, siku ya leo tuje tuanzishe swala la kuchimba msingi kwa ajili ya kuendeleza shule hii. Tunaomba serikali kuu waweze kuangalia hili, watushike mkono, tuweze kufanya jitihada, tuweze kufikia malengo yetu ya kufanya shule hii iweze kukamilika na wanafunzi tuweze kuwagawa katika mafungu ambayo yatafanya kuepukana na ajali inayotokana mara kwa mara. Tunaomba Rais Samia anakotusikia kokote kule atuunge mkono kwa hili jambo tulilolianzisha, kwa sababu wao ndio wanajua adha ya wananchi wake. Kwa hiyo tunakuomba Rais uliko uweze kutuangalia kwa jicho la tatu. Habari, kwa jina naitwa Paulo Joseph Nguno, mwenyekiti kitongoji cha Nyamadoke. Kitongoji cha Nyamadoke ni moja ya vitongoji vinane vilivyo katika kijiji cha Nyankomango. Kwa jiografia ya eneo letu la kijiji cha Nyankomango limegawika kwa kupita barabara ya lami ya Mwanza Shinyanga. Adha kubwa ambayo ilitufanya watu wa kijiji cha Nyankomango kuona kuna umuhimu wa kuweka shule upande huwa ukiwa unaelekea mjini Mwanza upande wa kushoto. Moja adha kubwa iliyokuwa ikisumbua ni watoto kuweza kugongwa mara kwa mara. Hili limeendelea kuwa kila mwaka tunazika watoto. Ikafika wazazi tukaona kwamba kuweza kunusuru jambo hili ni kuwa na mpango mkakati wa kutafuta eneo upande huko ili kuweza kunusuru hawa watoto wasiendelee kugongwa. Tulikubaliana kama wana kijiji, tukakaa vikao tukakubaliana, tukawa na mchango wa kwanza kutafuta sasa eneo ambalo tunaweza tukapata likaweza likakidhi kujengwa shule. Tulipata eneo hili kama unavyoona ndugu mwandishi wa habari. Eneo hili tulipata kutoka kwa wakazi wa kijiji hiki kwa kujitoa, lakini pia kwa kuweza kufidishia gharama ya shilingi milioni 40 ili kuweza kupata zaidi ya heka 4 kwa ajili ya kuweka shule. Lakini pia sambamba na hiyo adha ya kugongwa watoto, bado kijiji cha Nyankomango kina shule ukiwa unaelekea mjini Mwanza mkono wa kulia. Ile shule imeshazidiwa na watoto kuwa wengi kwenye maeneo yetu ya kijiji cha Nyankomango. Shule inakuwa na madarasa 14 lakini zaidi ya watoto 2000 na kitu. Namna watoto kupata elimu bado inaweza kusiwe kwa kiwango bora. Tukaona moja ya sababu nyingine ni hiyo, watoto kuwa wengi, mrundikano mkubwa. Tukaona ni vizuri tukitafuta upande mwingine eneo inaweza kusaidia watoto kuwafaulisha kutoka kwenye hilo eneo wakaingia kwenye eneo hili, lakini pia na hilo la ajali. Lakini jambo jingine, kama kijiji chetu tunavyokiona, upande huku ni mbali kuelekea watoto kwenda kusoma, ni zaidi ya kilomita 2. Mtoto mdogo, imagine mtoto wa miaka 7 kutembea kutoka huko mpaka kwenda kuvuka barabara kuelekea kule, bado inakuwa ni adha. Hapa katikati kuna mambo mengi. Kwa hiyo hizi ni jitihada za wananchi, pesa ambao wamechanga, na bado wananchi wameendelea kuhamasika kama mnavyoona, wamekuja kuchimba msingi. Kwa hiyo tunaiomba serikali kuweza kutushika mkono ili kuweza kuepukana na haya majanga ambayo watoto wetu wanayapata, likiwemo la kugongwa na gari, lakini pia likiwemo hilo la mrundikano wa wanafunzi wengi kwenye ile shule mama iliyopo. Kwa majina naitwa Anthony Kalongo Soma, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Nyankomango. Hii adhima tumeanzisha kwa ajili ya kunusuru watoto wetu sababu ya kugongwa. Na nilikuwa naomba ombi kubwa sana kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano itushike mkono kwa ajili ya nini, kutoa matatizo, sababu zimekuwa ni kero, vilio kwa watoto wanavyogongwa inakuwa ni shida kwa sisi viongozi. Tulikuwa naomba tushike mkono kwa hilo kwenye serikali ya hiyo mama Samia Suluhu Hassan. Machibia Kashinje Rasto Tuikondele, diwani wa kata hii ya Usagara.
Ndugu zangu, napenda sana kuwashukuru wananchi kwa namna ambavyo wamejitokeza kwa wingi kutekeleza mradi wao ambao wao wenyewe wameibua kutokana na changamoto ya uhaba wa madarasa. Wananchi wa kata ya Usagara kijiji cha Nyang'hwamanga wameamua kujenga shule yao ya msingi. Lakini pili, ni sana serikali ya halmashauri ya wilaya ya Misungu ambayo tunaye mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya dada yangu Johari Samizi, kwa namna ambavyo wanatupa ushirikiano sisi kama wananchi wa Usagara. Lakini kipekee sana ninamshukuru sana ndugu yangu Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Leo anayo taarifa kwamba wananchi wa Usagara wameridhia kuanza uchimbaji wa msingi kwenye eneo hili. Kama nilivyosema, eneo hili wamenunua wao wenyewe, lakini leo tayari wameshachanga shilingi milioni 13 kwa ajili ya kuanza kujenga mabomba mawili na ofisi moja. Na tulitegemea kwamba mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza angekuwepo hapa, lakini nilizungumza naye na akaniambia kwamba tuendelee, wakati mwingine atakuja. Lakini pamoja na hilo, wananchi hao wamenituma nifikie salamu za upendo kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Atufikishie salamu hizo kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba wananchi tunaamua kuiunga mkono serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanza kujenga shule mpya ya msingi. Tunaomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ituunge mkono hapa kwenye shule hii kama ambavyo imetuunga kwenye shule nyingine kule ya Mwabebea. Na nilikuwa nawaambia wananchi hapa kwamba mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ninategemea siku atakuja kututembelea kwenye mradi huu, na naamini serikali yetu ya awamu ya 6, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kututeulia ndugu yetu Saidi Mtanda. Anatupa ushirikiano mkubwa sana. Imagine kutoka kwenye level ya mkoa anafahamu shughuli ndogo zinazoendelea kwa wananchi kwenye eneo hili la kijiji cha Nyang'hwamanga. Kwa kweli Mheshimiwa Rais tunamshukuru kwa kutupa tunu na zawadi hii ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu ndugu yangu Saidi Mtanda.